Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Mume wangu, naomba nikushauri kitu kimoja. Embu achana na mahusiano ya mtoto wako, yatakuletea matatizo bure. Embu mwache mtoto na mambo yake mwenyewe. Mama Robina, furaha ya mtoto wangu mimi ndiyo furaha yangu mimi. Mtoto wangu hawezi kuwa mtumwa wa mapenzi, hawezi kabisa mtoto wangu mimi kuwa mtumwa wa mapenzi. Na ili tatizo langu la macho niachie mimi mwenyewe. Yule kijana mtoto mdogo tu ataingia anga za kikubwa hizi. Mimi ndo King Knight. Jinsi ninavyokujua wewe, yule kijana umemshindwa. Uchawi wake ni wa daraja la juu sana, ndio maana umwezi. Ana uchawi wowote yule, mjinga tu. Ashukuru sikuna na kikombola changu au kile kizungu. Ningempiga kombola pale angeipata, na uenda pale kesho kungekuwa kuna msiba. Hebu niongoze niende ndani. Subiri kwanza. Na maongezi wewe na mwanao Robina. Mwalimu Zawadi leo alikuja hapa. Kafata nini huyu mwenda wazimu? Kafata nini huyu? Usiwe na papara, subiri kwanza nikwambie. Nisikilize niwaambie. Mimi sitaki kusikia mwanangu Robina unaolewa na Mwalimu Zawadi tena. Sitaki kusikia. Patrick, mbona leo uko kimya sana mpenzi? Husemi chochote na uso wako umesawanyika sana. Una shida gani? Hakuna shida. Shida ipo. Namjua Patrick wangu mie, ila sio wewe wa leo. Vipi, kama kuna tatizo niambie, niko hapa kukusaidia. Janet, niko sawa. Na nisingependa uendelee kuniuliza maswali. Calm down. It's okay. It's okay. Samahani lakini. Vipi, muda umeenda sana. Na ni usiku. Hauendi nyumbani leo? Kwani nakukera kuwa hapa? Hapana, ila si unajua kwamba mama yangu hataki mimi na wewe tuwe na mahusiano. Sasa akijua kwamba uko hapa, kiukweli sidhani kama atanisamehe. Huyo ni mama yako. Na wewe una maoni gani? Baby, sio kwa ubaya lakini mimi nadhani ingekuwa busara kama tu ungeondoka, alafu mimi na wewe tungekuwa tunakutana huko nje. Janet, unanifukuza? Unataka niende wapi? Niambie, unataka niende wapi? Baby, sikufukuzi, umenielewa vibaya lakini mazingira hayaruhusu wewe kuwepo hapa. Please, Patrick, don't complicate things. Alafu, ongea taratibu, mama hajalala pale. Wewe ni mwanamke binafsi sana. Hujali kuhusu mimi wala ninayoyapitia. Sikia Janet, mimi ninaondoka, lakini hautaniona tena kwenye maisha yako. Mama, mimi nampenda. Mwezi hajawahi kukupenda hata siku moja. Wewe unampenda vipi? Akati kaja hapa akasema hajawahi kukupenda kucha zako wala nywele zako. Haya, wewe unampenda kwa lipi? Wewe na baba yako ndio mnamlazimisha yule mtu. Mama Robina, hivi toka lini wewe ukaanza kunitukana mbele ya mwanangu? Unajitukana mwenyewe. Mwalimu Zawadi kaja hapa kaongea maneno yote.
Kaja Mwalimu Zawadi kasema hivi, wewe umemlazimisha muoe mtoto wako. Kisa wewe umewachangia watu wengi huko nje, eti unataka kurudisha michango yako wewe. Mimi sijafanya. Umefanya. Mimi sijafanya. Umefanya. Nikuambie kitu sasa. Mwalimu Zawadi hajawahi kumpenda mtoto wako hata siku moja. Hajawahi kumpenda kucha zake wala vidole vyake, mimi nakwambia. Wewe unanisemesha hivyo wewe kama nani? Kama mama yake mzazi nilomzaa Robina na nilomweka tumboni kwangu miezi 9. Nimesema hivi, mimi kama mama sitaki kusikia Robina anaolewa na Mwalimu Zawadi. Sitaki kusikia anaolewa na Mwalimu Zawadi. Wewe sitaki kusikia unaolewa na Mwalimu Zawadi. Amekuja kuongea maneno machafu sana hapa kanitia aibu. Sitaki kusikia. Nakutakieni usiku mwema. Ndio naondoka. Naondoka baba. Tutafanyaje? Mwanangu, hebu poa moto wako. Ondoa hofu. Mwalimu Zawadi ametaka akutaka atakuoa mwanangu. Labda ukatae wewe mwenyewe. Hii harusi. Na harusi itakuwa kubwa mwanangu. Nipeleke ndani nikapumzike kwa. Ina maana yale yote tuliozungumza mimi na wewe kuhusu Patrick ilikuwa ni upuuzi mtupu eh? Hivi umewezaje kumleta tena Patrick nyumbani kwangu? Mama, kuna vitu nilikuwa sijachukua kwa Patrick, kwa hiyo alikuwa ameniletea hapa. Mwongo mkubwa wewe. Mwongo. Mnafiki. Vitu gani? Acha kunikonyeza. Vitu gani? Hakuna kitu nilichokurudishia hapa. Patrick. Nini? Nini Janet? Unadhani mimi namuogopa mama yako? Patrick, kumbuka kwamba hapa uko nyumbani kwangu. Huwezi ukaja na kunipazia tu sauti unavyotaka. Nakuomba uondoke kabla sijakupigia kelele za mwizi. Sawa. Ninaondoka Mama Janet. Lakini nataka nikuulize swali moja. Hivi kwa nini wewe una roho mbaya kiasi hicho? Kwani mimi nimekukosea nini? Patrick, wewe huna hatia kabisa kwangu. Na wala hujanikosea chochote. Isipokuwa mama yako Maya. Maya alinichukulia kila kilicho changu kwenye maisha yangu. Sasa nakuagiza na kutuma uende ukamwambie mama yako kwamba nazidi kuchochea kisasi ndani ya moyo wangu, nikisubiri kwa hamu sana siku yangu ya malipizi. Labda ningetamani kujua kutoka kwako. Alikufanya nini? Na uliwezaje kumjua mama yangu? Maya ni dada yangu mzazi. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Tumezaliwa kutoka kwenye tumbo moja. Lakini kiukweli, yani najiona kama vile sina ndugu. Naomba uondoke. Kama kweli unataka kujua kuhusu mimi na mama yako, nenda ukamuulize Maya. Nenda ukamuulize mwenyewe. Nenda. Jamani. Asante. Kumbe Maya ni dada yako na ulikuwa unajua hilo. Kwa nini siku zote ulikuwa unaniacha mimi kwenye mahusiano na Patrick? Kiukweli Janet, mimi nilishauvua kabisa udugu na mama yake Patrick. Niliuvua kitambo sana. Vipi kuhusu mimi? Patrick ni kaka yangu. Siku zote ulikuwa ukiona mimi nalala na Patrick kila siku. Kwa nini usingeniambia? Why mom? Why? Janet, mlianza mapenzi yenu kwa siri sana. Mpaka mimi nimekuja kujua tayari nilishachelewa. Alafu ukumbuke kwamba mimi sio mfalme njozi eti kwamba nitaota wewe na Patrick ni wapenzi. Sawa, binti yangu. Tunza maagizo yangu. Sitaki kumuona tena Patrick hapa nyumbani kwangu.
Baba Patrick. Baba Patrick. Baba Patrick, mpenzi wangu, mume wangu. Naomba nifungulie mlango. Fungua mlango Baba Patrick, Baba Pamela. Mbona unanipa adhabu kubwa sana jamani? Kwa kosa gani hasa? Baba Patrick, usifanye hivyo bwana, kuna watoto humu ndani nini lakini. Baba Patrick. Baba Patrick, Baba Pamela, please open the door. Mama. Tutakwisha mama. Bado kwa sasa hivi hayuko sawa. Pamela, hakuna kitu ninachokifanya kwa ajili yangu. Yote yanayoyafanya kwa sababu ya kwako wewe, mtoto wangu. Najua mama. Mwache tu itakuwa sawa. Twende chumbani kwangu kapumzike. Baba Mungu, uketie mahali pa juu sana palipoinuka. Mbinguni ndiko kiti chako cha enzi kilipo. Ninakwenda kwenye kazi ya mikono yangu. Na wewe Mungu umesema mimi Mungu nitabariki kazi ya mikono yenu. Baba, wewe umesema maneno magumu sana ambayo ninayapenda. Unasema yeye alindaye mji Bwana asipoulinda anafanya kazi bure. Mimi ninakwenda kulinda kama ushahidi tu, lakini wewe ndiye mlinzi. Amani ninayoiacha nyumbani Mungu nikaikute. Mlinde mke wangu mpenzi Abigail. Mpe usingizi kama wa mtoto mchanga. Akawe na usiku wenye baraka na kukumbuka. Mungu ninakusihi, unapozuru wengine na familia yangu usipite. Ninaomba ulinzi wako, malaika wako wa ulinzi mwenye upanga ukatao kote akailinde familia hii. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Barikiwa sana mume wangu. Amen. Nakupenda. Nakupenda pia mpenzi. Abigail, Mungu amenipa mwanamke mzuri sana. Basi ubaki na amani ya Bwana. Acha mimi nielekee kazini sasa. Lakini usisahau kuamka usiku kuomba. Siwezi kusahau mume wangu. Yaani hapa unavyoniona nishategesha alarm saa 9 usiku cha. Niko macho. Twende nikusindikize basi. Asante. Twende bwana. Nimefurahi kusikia hivyo mama. Mungu akubariki. Nawe pia. Uwe na usiku mzuri. Nawe. Abigail, nakupenda. Joseph Ndunguru. Nakupenda pia. Mungu akaseme nawe. Amen. Wewe, uko wapi? Mimi nimekuambia ukae hapo nyuma ya nyumba. Aya, ubwege kashaondoka, fanya haraka bwana. Bwana, mwanzo nimekumisi. Ile mzadi. Fanya haraka. Mwalimu Zadi. Mwalimu Zadi. Mwalimu Zadi. Shemeji. Vipi tena usiku? Tena unastua watu vipi? Hivi namtafuta, unajua namtafuta Mwalimu Zawadi, rafiki yako. Yaani hapatikani. Simpati, namtafuta na nahisi yuko ndani huko. Sema ananisikia, amenyamaza kimya akajifungia. Mwalimu Zawadi hayupo hapa.
na ameniaga mimi anakuja kwako. Nashangaa unaponiambia hivyo shemeji, vipi? Hawezi kuja kwangu. Nimemfumania leo asubuhi aje kwangu. Simu zake zote ameniblock, najaribu kumpigia toka asubuhi na kandamani nimekuja huku. Aliniambia kwamba anaenda kwa shemeji yangu. Na mimi nafahamu shemeji yangu ni wewe. Sasa unanishangaza saa hizi unaniambia kwamba Mwalimu Zawadi ajeja kwako. Isije kawa kaenda kwa yule kimala chake Abigail yule. Unajua Abigail hawezi kwenda saa hizi usiku. Najua yuko naye, lakini kwa saa hizi usiku huu Abigail ana mume. Hawezi kwenda saa hizi usiku. Abigail ana mume? Ana mume. Sio tumejua leo asubuhi. Nimemuona mume wake kwa macho yangu hivi hajanadisia mtu. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba Abigail anakula huku na huku. Yule kama sigara kali. Kwa hiyo Mwalimu Zawadi analijua hili? Sijajua kuhusu, lakini Abigail ana mume wake kwa saa hizi usiku huu hawezi kuwa huko. Hili ni jambo la hatari sana. Sasa mimi nataka nikushauri jambo moja shemeji yangu. Sikiliza shemu. Mimi nahisi ana mwanamke mwingine. Mimi nakwambia dalili zote hizo. Yaani yule anatolea jipya lakini sio kwa Abigail. Jamani kupenda huku shemeji. Hapana. Nisikilize basi shemeji yangu. Yaani mimi sana sipendi tena jamani. Nisikilize basi shemeji yangu. Mimi nafikiri Mwalimu Zawadi hana sehemu nyingine ambayo amekwenda zaidi kwa Abigail. Mimi nakushauri jambo. Wewe nenda kwa Abigail, nenda kamwangalia, lakini nakushauri hakikisha unakuwa na tahadhari zote. Yasije akakukuta mambo mabaya. Huo ndio ushauri wangu ndugu yangu. Kama nakuelewa. Shemeji, asante sana kwa ushauri. Hebu ngoja nimwone. I say. Hivyo Abigail huyu. Lakini Mwalimu Zawadi naye Mwalimu Zawadi katuacha sisi tu. Ana uroho sana. Kweli hayo. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Usilazimishe vitu ambavyo sijavizoea mimi. Abigail. Sikiliza Abigail. Mimi nakuja hapa naenda kuoga bafuni. Iweje leo wewe unilazimishe mimi uniogeshe kwenye beseni? Hebu ongea taratibu basi. Sio taratibu. Mimi najua mambo ya mjini hapo. Sinitaka kuniletea mambo ya kijinga jinga. Yaani hapa kila ninapokuja hapa sijawahi kusikia ukiniambia nioge kwenye beseni na kwenda kuoga huku bafuni. Leo unaniambia mimi eti nikae nioge kwenye kabeseni kadogo mimi. Ili maji yangu uanze kuyatunza uyapeleke wapi? Ama kama sivyo hivyo wewe na mwanaume mwingine hapa mtaani amekuja ndio na kuweka bayana sasa. Mwalimu Zawadi, mimi nimekwambia hivyo kwa maana utaniletea matatizo bure. Matatizo gani? Matatizo gani ambayo matatizo yasipatikane siku zote yaje yapatikane leo? Unajua huyu mtu kashaanza kupelekewa maneno. Kwa hiyo mimi nakwambia hivi kwa usalama wetu tu. Maana isije kama ametutegeshea sisi wenyewe hatujui. Kwa hiyo naadha. Yaani wewe Abigail, wewe ninavyokujua mimi kolokoloni ya kuzidi akili wewe. Kolokoloni mlinzi. Mtu ambaye anakesha usiku anapigwa na mbu akuzidi akili wewe. Hebu acha kuniambia mambo ya kijinga na stori za ajabu. Mimi natoka nyumbani kwetu huko kijijini nilipokulia mimi. Mwanalunzewe, vijiji vya nyumbani huko. Nafahamu tabia za wanawake wa hapa mjini. Huwezi kuniogesha kwenye beseni. Naomba nikaoge bafuni. Haya basi nenda. Ila usijacheka kama uko wako. Yamekuingia maneno yangu. Haya, saa mwisho 40. Mungu nitetee. Leo vitu viko wazi. Mungu akutetee nini? Hivi Mwalimu Zawadi, yaani mimi ninastahili kufanywa hivi kwa unachonifanyia wewe? Hata mambo ya kijinga Robina Kolongo sio ongea taratibu. Niongea taratibu kuhusu nini? Kwa yaani mimi niongee taratibu. Ongea taratibu kwa sababu unatakiwa ujue kwamba shetani kuna wakati mwingine huwa anashinda. Tena usimsingizie shetani wewe, umesikia? Usimsingizie shetani kabisa. Hizo ni akili zako za kipumbavu. Wewe shetani akushinda kitu gani wewe? Kakushinda ni shetani akutoa huko kuleta mpaka huku, si ndio? Huwezi kujua hata mtu kama ameteleza kwa bahati mbaya, kwani mimi ni wa kwanza kukosea mimi? Wewe unaweza kuteleza kiangazi? Wewe hujateleza na wewe usimsingizie shetani. Wewe mwenyewe tu akili zako. Yaani kweli chumba cha mwanaume mwenzako, mwanaume ambaye analala mwanaume mwenzio na unajua kwanza mwanamke ameolewa, yaani mwanamke shetani. Huyu mwanamke amekuloga. Yaani wewe umelogwa. Sasa nakwambiaje?
shusha sauti yako, toka nyumbani kwa Bwana shusha sauti. Bwana nyumbani unazungumzika. Wewe, unaongea nini wewe? Tena kaa kimya wewe. Umesikia? Tena kaa kimya. Kanisa limekuamini. Kama unaleta ujinga hapa, mpumbavu. Wewe mwana kwaya gani wewe? Unafundisha kwaya. Tena na wewe. Hivyo ukienda kule kanisani unafanya nini? Kila Jumapili Bwana Yesu asifiwe, mnafiki mkubwa. Yaani wewe ni malaya kama malaya wengine tu. Tena malaya na nusu. Kwa nafikiri mimi mume wako nilimuita. Mume wako wala sikutumia nguvu nyingi kama wewe ambavyo unatumia. Unaeka viilizi kidogo, vindumba. Mimi nimempa mapenzi. Nitakuja kukupasua wewe. Tena nitakupiga hata siku moja kama nitakapokupiga. Wewe mbona twende. Mimi naomba basi niingie ndani nichukue hata nguo, naondokaje hivi mimi? Yaani leo uondoki na nguo hivyo hivyo ulivyo, twende. Basi usinilazimishe. Tena nitakufua na hii. Nitakufua na hii. Basi Robina usifanye. Nitakufua na hii. Unasikia? Naenda. Haya twende. Ongoza. Msharati mkubwa. Unajifanya msharati. Wewe unajitoa fahamu Hiyo ndio unapeleka kwa mshtu. Unapeleka kwa ndio. Twende kule. Unajitoa akili yako. Yaani nakuamini kwa mtu mwenye kuuzi wewe. Na hizo habari ziko wazi. Mama, ni wewe? Ni wewe? Nakuuliza, umepata faida gani sasa? Faida gani ambayo umepata? Abigaili, baki kwenye njia yako. Baki kwenye njia yako. Wewe si umeamua kuwa changudoa? Umeamua kuwa mwiba mchungu kwenye maisha ya Joseph Ndunguru mume wako. Kijana aliyemcha Mungu, mwenye hofu ya Mungu na kutetemeka. Abigaili. Mama, nilishakwambia toka mwanzo. Niache na maisha yangu. Niache na mume wangu. Joseph Ndunguru ni mume wangu mimi. Usingepaswa kuingilia hili. Au na wewe unamtaka? Abigaili, usinisababishe nikaongea au nikafanya nisichotarajia. Siku mwema. Asante sana mama. Haujawahi kunipiga hata siku moja. Lakini leo umenyanyua mkono wako na kunipiga. Umekuahidi. Hii haijaishia hapa. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu amini utabadilika. Abigaili, mke wangu na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi.
chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi